Habari za amani, ndugu zangu katika Kristo. Karibu katika Genesis to Revelation, kipindi cha 61. Mimi ni msimamizi wenu na leo tunasoma kuhusu uasi wa Kora dhidi ya Musa na Haruni. Hadithi hii inaonyesha hatari za uasi dhidi ya uongozi wa Mungu na umuhimu wa maombi ya upatanisho. Tuanze kwa kusoma Hesabu 16:1 ondoa 3. Kora mwana wa Ishari, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi, pamoja na Dathani na Abiramu mwana wa Eliabu, na Oni mwana wa Pelethi, mwana wa Reubeni, wakainuka dhidi ya Musa. Wakawa pamoja na watu 250 wa Israeli, viongozi wa jamii, waliochaguliwa katika kusanyiko, watu maarufu. Wakamkusanyikia Musa na Haruni wakawaambia, mmejichukulia sana. Kwa maana jamii yote, kila mmoja wao ni mtakatifu, na Bwana yu katikati yao. Kwa nini basi mnajinua juu ya kusanyiko la Bwana? Kuna mambo mengi ambayo mara nyingi tunakosa katika hadithi hii. Kwanza, Kora alikuwa Mlawi, familia ya Musa na Haruni. Alikuwa tayari na nafasi ya heshima katika huduma ya hema la kukutania, lakini alitamani zaidi. Hii inaonyesha jinsi wivu unavyoweza kuharibu hata uhusiano wa familia. Pili, wakati Musa aliwaita Dathani na Abiramu, walisema hatutakuja. Hii ni ishara ya dharau kubwa, hata kukataa kuja ni uasi. Tatu, Musa alikasirika sana, hali ambayo haijaonekana sana katika maisha yake. Hii inaonyesha uasi ulivyomgusa moyoni. Musa alisema kwa Bwana, usikubali sadaka yao. Sijachukua hata punda mmoja wao, wala sijamdhulumu mmoja wao. Hii inaonyesha uongozi usio na ubinafsi wa Musa. Tunashuhudia mabadiliko makubwa ya kiroho katika hadithi hii. Kutoka heshima hadi uasi, watu waliepewa nafasi za heshima wakiwasi uongozi wa Mungu. Kora alikuwa Mlawi, Dathani na Abiramu walikuwa viongozi wa kabila la Reubeni. Walipewa vikundi vya watu 250, watu maarufu, lakini badala ya kutumia nafasi zao kwa heshima, walijaza wivu. Kutoka umoja hadi mgawanyo, jamii iliyogawanywa na shauku za mamlaka. Musa alisema, kesho asubuhi Bwana atadhihirisha ni nani wake na ni nani aliye mtakatifu. Hapo Mungu alikuwa karibu kuonyesha uwazi wake. Tunashuhudia pia mabadiliko kutoka kuzuia hadi kuadhibu, Musa akishiriki katika maombi ya upatanisho baada ya hukumu. Katika hadithi hii, tunaona mfumo wa kiongozi ambao Mungu ameweka. Musa kama kiongozi mkuu, Haruni kama kuhani mkuu, na Walawi kama wasaidizi wa huduma za hema la kukutania. Uongozi huu haukunyang'anywa, ulikuwa wa uteuzi wa Mungu. Kora na wenzake walijaribu kuvunja mfumo huu kwa kusema, jamii yote ni watakatifu. Hii ni ukweli, lakini hawakuelewa kwamba utakatifu haumaanishi kwamba kila mtu ana majukumu sawa ya uongozi. Mungu ndiye anayeteua viongozi wake. Musa alionyesha uwazi na uwazi, hakuwa anatafuta mamlaka kwa ajili yake mwenyewe. Alisema, je, ni jambo dogo kwenu kwamba Mungu wa Israeli amewateua ninyi kutoka jamii ya Israeli? Alikuwa anawakumbusha baraka zao. Wanyamapori walishuhudia tukio hili kwa huzuni kubwa. Simba, naona mgawanyo unaoenea kama moto. Watu hawa walipewa umoja, lakini wanachagua fitina. Njiwa, ni jambo la kusikitisha. Mungu ameweka mfumo wa haki, lakini wanataka kujiwekea sheria zao. Hawaelewi kwamba uongozi ni huduma, si utukufu. Mimi ninajifunza kutumikia kwa furaha, lakini wanaona huduma kama upungufu. Kora ana nafasi ya heshima, lakini anatamani ya Haruni. Na sasa ardhi itawameza kwa sababu ya uasi wao. Hukumu ni mbaya, lakini Mungu ni mwenye haki. Hadithi ya Kora ina mafundisho makubwa kwa sisi leo. Kwanza, tunahitaji kuheshimu uongozi ambao Mungu ameweka. Kama vile Warumi 13:1 inavyosema, kila mmoja na ashikamane na mamlaka yaliyoko juu yake, kwa maana hakuna mamlaka ila ya Mungu. Hii haimaanishi tuende kimya wakati wa makosa, lakini inamaanisha tunapaswa kuwa na heshima na mchakato sahihi wa maongezo. Pili, wivu na shauku za mamlaka zinaweza kuharibu jamii ya waumini. Kama vile 1 Korintho 12 inavyofundisha, kila mmoja ana karama tofauti na tunahitaji kustahimili tofauti hizo. Tatu, maombi ya upatanisho ni muhimu. Musa na Haruni waliomba kwa ajili ya watu wakati wa hukumu. Tunaweza kujifunza kutoka kwao jinsi ya kuwa wapatanishi badala ya magaidi. Je, kuna mtu unayempigia kelele badala ya kumwombea? Tuombe pamoja. Mungu wetu mkuu, tunakushukuru kwa uongozi wako katika maisha yetu.
Tusamehe kwa nyakati tunapokuasi au kutokuwa na heshima. Tufundishe kutumikia kwa unyenyekevu na kuomba kwa ajili ya wengine wakati wa mgogoro. Tukuze ndimu kama familia ya waumini. Katika jina la Yesu, amina. Asanteni kwa kunifuata leo. Msisahau kusubscribe na mpige kengele ili kupata mafundisho mapya. Tutaonana katika kipindi kinachofuata. Mungu awabariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.